Kaunti ya Nyeri ambapo shughuli hizo zinaendelea katika tamasha la kitaifa la uigizaji na filamu. Na mwenzangu Clement Masombo amekuwa akifuatilia kwa karibu shughuli hiyo nzima ambayo inafaa kutamatika hapo kesho na kilele chake kuwa siku ya Ijumaa, ikiwa hili ni tamasha la 64. Masombo, kama unanipata vizuri, yapi ambayo yanajiri tukiwa tunaelekea kilele cha tamasha hili la uigizaji na filamu mwaka huu? Naam, shukran sana Hadia. Ni kweli kama ulivyosema kwamba tunakaribia kilele cha tamasha hili ambalo ni la awamu ya 64, na kutoka juma lililopita hadi leo macho yote ya wapenzi wa filamu, wapenzi wa uigizaji na vile vile wapenzi wa sanaa kwa jumla yamekuwa yakiangazia shughuli ambazo zimekuwa zikifanyika hapa katika kaunti hii ya Nyeri. Na hili ni tamasha ambalo limekuwa likifanyika katika maeneo matatu hapa tulipo, ambapo ni chuo cha mafunzo ya walimu cha Kagumo. Vile vile kuna ambao wamekuwa kifanyia pale katika chuo anuai cha kitaifa cha Nyeri, na vile vile wale wa vyuo vikuu nao wamekuwa kifanyia shughuli zao pale katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi. Na leo ni siku ya 7 tangu tamasha hili lilipoanza. Tumekuwa tukija kutoka siku ya kwanza hadi leo. Tumeshuhudia aina mbalimbali ya uigizaji, aina mbalimbali ya uwasilishaji wa filamu, na vile vile tu mambo mengine mengi ambayo yalikuwa yanawasilishwa na wanafunzi, kutoka wanafunzi wa chekechea moja kwa moja hadi wanafunzi wa vyuo vikuu. Na kama ulivyosema kwamba hapa leo tutakuwa tukizungumza kuhusu tamasha hili, kuhusu uigizaji, kuhusu filamu na kuhusu sanaa kwa jumla, hasa tukizingatia mfumo wa elimu wa sasa ambao ni wa CBE, umuhimu wa sanaa, umuhimu wa filamu, umuhimu wa uigizaji katika mfumo wa elimu. Je, ina umuhimu gani kwa wanafunzi ambao wanashiriki, kwa wale walimu ambao wanatoa mafunzo hayo kwa wanafunzi, na iwapo pia tutazungumza kuhusu iwapo pia serikali na taasisi zingine husika zimekuwa zikiweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba sanaa hii ama sekta hii ya filamu, uigizaji na sanaa inapewa inapata serikali inaweka mikakati ya kutosha ya kuimarisha sekta hii. Siko peke yangu kwenye mazungumzo haya, ninaye mwalimu hapa ambaye pia anafunza sanaa na filamu, anaitwa Alan. Ujitambulishe tu jina lako, upatie mwenzako pia kipaza sauti ajitambulishe, zungumza na watazamaji kule. Jina langu ni Shioso Alan, mimi ni mtunzi na mwelekezi wa tamthilia. Hasa katika tamasha hizi nimeelekeza mchezo wa kuigiza katika shule ya wasichana ya Kaaga, na mchezo huo unaitwa Nembo ya Urembo. Asante. Haya, mpe mwenzako. Naam, kwa majina naitwa Mwalimu Clarkson. Mimi ni mwalimu pale Buruburu 1 katika jiji kuu la Nairobi. Mimi pia ni mtunzi wa wimbo, mtunzi wa narratives, mtunzi wa documentaries. Naam. Haya. Sawa, tuanze na wewe Clarkson, labda utueleze kuhusu umetoka pale Nairobi, umekuja, ulikuwa na vipengele vingapi ambavyo ulikuwa unawasilisha mwaka huu, na vilikuwa katika viwango vipi, wanafunzi wa shule za msingi ama sekondari ya msingi? Naam, katika kwenye tamasha hii nimeleta vipengele karibu 4 hivi. Ya kwanza nileta video song, ambapo ni kitengo kikipya ambapo kimeletwa katika tamasha hii mwaka huu, ambapo iko katika kiwango cha primary na pia kiwango cha junior school. Ya kwanza nilileta video song ya mazingira katika utengo wa primary, ambapo lengo kuu ni kuwaelimisha wanafunzi kwa watu ambao wanaenzi mazingira, kwa sababu tunazidi kuona machafuko mingi sana za mazingira, ndiposa tukakuja na hiyo mada kuu ya mazingira. Ya pili tukakuwa na video song katika junior school, ambapo tulipatia mada kuu ya Kenya nyumbani. Na katika hiyo video tunajaribu kuhimiza wanafunzi na umma kwa laja kwamba hatuna nchi ingine. Nchi ambayo tunayo ni ya Kenya, ambapo ni nyumbani yetu, ni kwetu, na tunastahili kuipenda na tuienzi.
Pia tumejaribu kuangaza maeneo tofauti ambapo ni hadhi zetu kama wana Kenya, ambapo inatupatia majivuno kwa wale ambao wanakuja kutembea Kenya kama watalii. Tunazidi kuwahimiza ya kwamba hakuna nchi nzuri kama Kenya. Ya tatu nikakuwa na documentary ambapo nimejaribu kuangaza ya teknolojia, ambapo tunastahili kuileta teknolojia katika ukulima, ambapo tukifanya hivyo tutazidi kunawiri na tutazidi kupata manufaa kwa wakulima wetu. Hatimaye nikaleta narrative ambapo ni story, ambapo hiyo story tumepatiana mada kuu ya password, ambapo katika hiyo password tunaona ya kwamba kuna yule mwanafunzi ama wakati mtihani inapotolewa, wanafunzi wanaambiwa lazima watume arafa fulani ili wapate matokeo yao, lakini katika kule manyumbani, vijijini, unakuta wanafunzi wengi wanatatiza kwa kuipata kuituma arafa. Ndiposa tukakuja na hiyo narrative ya kwamba password. Hatimaye tunaona ya kwamba yule mwanafunzi anatatiza log in kwa kuitumia kompyuta ama tarakilishi kule nyumbani kwao. Hatimaye aka log in na akapata results yake. Shukran sana Clarkson. Labda upatie Alan, tueleze kuhusu Nembo ya Urembo. Nembo ya Urembo ni mchezo wa kuigiza haswa kwa kitengo cha shule upili. Na niliashiria hapo mwanzoni nikisema niliandika mchezo huo. Naam. Nikishirikiana na mwenzangu anaitwa Bwana Akava Martin. Kisha tukaelekeza. Mchezo wa Nembo ya Urembo unazungumzia matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii, manake siku hizi kuna mbinu tofauti ambazo ni chafu zinatumika katika mtandao, na kwa huo mchezo tunaangazia tu wasichana watumie urembo wao kwa ufasaha na kwa njia ambazo wanaweza tega uchumi kuliko kutumia mitandao chafu ambayo itaharibu maisha yao kisha wajute baadaye. Labda tukiendelea na mazungumzo, Alan, wewe ni mwalimu, umeshirikiana na wanafunzi kwa vitengo mbalimbali, viwango mbalimbali. Je, wewe kama mwalimu na mkufunzi wa sanaa pale shuleni, labda unaweza sema kwamba umuhimu wa sanaa kwa mwanafunzi? Umuhimu wa sanaa katika shule zetu haswa tunakuza kwa ukiniruhusu pengine niangazie hivyo vipengele kwa kingenge. Manake Kiswahili kidogo kitanitatiza pale nikijieleza. Mimi huziita the 5 C's. 5 C's. Sanaa inafunza mtoto kuwa confident, inamfunza communication skills, critical thinking, creativity na collaboration skills. Hivyo vipengele vinasaidia mwanafunzi kukua kama binadamu kamilifu, ili aweze kupekua maisha kwa vyovyote vile na asiweze kukwama kimaisha. So sanaa ina msingi dhabiti katika kukuza wanafunzi, kukuza masomo yao pia na jinsi wanavyoishi kama binadamu. So sanaa ni muhimu, ni nguzo muhimu katika hizi shule zetu. So ningependa kuhimiza walimu wenza ama wale tunaowaita under TSC, tusione sanaa kama mchezo, manake sanaa ukiangalia hata wakati huu mambo yanabadilika, ulimwengu wa kidijitali unabadilika, na sanaa ni platform nzuri sana ya kitega uchumi. Yes. Naomba mpatie mwenzako kipaza sauti. Clarkson, unajua Alan sana wa shule za upili. Wewe unashughulikia wanafunzi wa viwango vya chini, shule za msingi na sekondari ya msingi. Labda wewe ukiwa na wale wanafunzi wako wa viwango vya chini, pengine unaona kwamba filamu ama sanaa ama uigizaji unawasaidia kwa njia ipi? Sisi kama walimu wa vitengo vya chini, lengo letu kuu ni kutambua na uwepo wa talanta ya wanafunzi,
na ambapo tukishatambua hizi talanta tunaikuza. Tukishaikuza tunawapa sasa uwezo wa kuendeleza hizi talanta wanapoenda kule shule za upili, hatimaye mpaka chuo kikuu. Hiyo ndio lengo letu, kwa sababu tukiua hizi talanta zao wakiwa huku chini, basi hatutakuwa na sanaa. Kwa hivyo ni muhimu sisi kama walimu wa vitengo vya elimu vya shule za msingi tutambue na tuikuze talanta za watoto wetu, kwa sababu tusipofanya hivyo hatutakuwa na sanaa. Lazima tuanzie hapa chini. Naam. Na labda tu tukiendelea, tukiachana na hilo swala la umuhimu wa sanaa kwa wanafunzi, pengine we naamini kwamba ukishiriki katika tamasha zingine zilizotangulia, ukilinganisha tamasha mwaka huu, mwaka 2026 na tamasha awamu ya 63, labda unaona kwamba kuna tofauti kidogo ama kuna mabadiliko ambayo wewe umeshuhudia? Hizi tamasha huwa zinazidi kuikuzwa na kila mwaka vipengele vipya vinazidi kuchipuka, na tunajaribu pia kuangalia kama mwaka ile tuliteleza pahali, hii mwaka ujao lazima tuijaribu tuifanye vizuri, kwa sababu masomo yanazidi, maarifa yanazidi kuchipuka kila mwaka. Na ndiposa unaona ya kwamba hata hizi sanaa zote, kila shule, kila mwalimu anazidi kusharpen the skill. Kwa hivyo utagundua ya kwamba kiwango ya mwaka huu na hizo mwaka za awali zinazidi kuwa na tofauti. Mashindano yanaimarika na viwango vya uwasilishaji pia vinaimarika. Alan, wewe unasemaje kuhusu ukilinganisha mwaka huu na hiyo miaka iliyotangulia? Mwaka huu kwanza ningependa kuangazia mada ya mwaka huu. Tulihimizwa tuweze kutunga ama kuandika hadithi zile ambazo ama zile mada ambazo watu wanaogopa kuzungumzia, na pia kwa njia ya kidijitali. So ningependa kusema mwaka huu michezo imeimarika. Ukiangalia vipera vyote, kuanzia katika densi za kitamaduni bunifu, ukiangalia tamthilia, shairi za mtu mmoja, shairi za vikundi, na pia densi za kisasa. Viwango vya ushindani vimeimarika ukiangalia mwaka huu, na pia watu ni wabunifu sana, manake wizara imetupatia nafasi ya kutumia mifumo ya kidijitali ili kuwasilisha vipera vyote kwenye jukwaa. Lakini ningependa ili tuweze kumakinika zaidi, serikali ichangie pakubwa, hasa katika bajeti chini ya Wizara ya Elimu, kuimarisha jukwaa zetu katika mifumo ya kidijitali, ili tuweze kuwa na zile skrini za kidijitali, tuwe na zile taa kama za Kenya National Theatre, tuwe na mitambo ya sauti, na pia tuseme taa tu kwa ujumla, na jinsi ambavyo mpangilio wote wa jukwaa unafaa kuwa katika zile standard za kimataifa, ili mwaka ujao tuzidi kulenga juu. Hivyo tu ningesema, lakini serikali na washikadau wote wamefanya kazi nzuri, na mwaka huu tumetiririka na competition iko juu sana. Sitadanganya. Naam, shukrani sana. Tukisalia tu kwako, labda umetaja kuhusu masuala ya bajeti. Najua bajeti kwa serikali sasa hapo sana katika Wizara ya Elimu, hilo ni swala nyeti. Je, unahisi kwamba kwa kiwango chako, kwa nafasi yako kama mwalimu, unahisi kwamba pengine serikali inahitaji kufanya ni kando tu na bajeti, inahitaji kufanya nini ili kuimarisha sanaa kwa jumla? Sanaa tunasema filamu, uigizaji, sanaa tu kwa jumla. Ni nini ambacho kando na bajeti serikali inafaa pia kufanya, na zile taasisi zingine pia zinazohusika? Mimi binafsi ningependekeza ule ushirikiano wa hizi taasisi, of course, za serikali na zile za kibinafsi, ili kuimarisha sanaa. Si hela tu peke yake, kunaweza kuwa na ushirikiano na, kama for example mwaka huu unaweza ona kuna Equity wako ndani, kuna KCB, kuna Indomie na kadhalika, ili kuimarisha viwango viende juu. Mimi ningependekeza isiwe pesa tu peke yake, manake kwa sanaa kuna facilities nyingi ambazo zinahitajika
kuimarisha hili. Mimi ningependa kusisitiza sana mifumo ya uwasilishaji yetu ipae iende kidijitali kama hizi taifa zingine nje. Tupatiwe ule uhuru wa kuwasilisha michezo yetu bila kukaziwa, ili tusifinyilie ubunifu. Watupe tu uhuru wa kuwa wabunifu kulingana na uwezo wa shule ambayo unafanya kazi nayo, ama watuletee hivyo vifaa ama hiyo mitambo iwe standard katika hizi hall zetu zote, ndio tuone ubunifu wa kila shule ni upi wakitumia hii mitambo. Hivyo tu. Naam, shukrani sana. Hoja nzuri sana hapo kutoka kwa Alan Shioso ambaye ni mwalimu wa sanaa, mwalimu wa uigizaji pale katika shule ya upili ya wasichana ya Kaaga, kaunti ya Meru. Ameguzia swala la bajeti, ameguzia swala la uhuru wa watunzi. Hilo ni swala ambalo tutaendelea kuzungumza tukirejea baada ya pumziko hili fupi. Kwa sasa acha tupunge unyunyu kidogo, lakini tukirudi tunaendelea na haya mazungumzo kuhusu sanaa, kuhusu filamu na kuhusu uigizaji, na hasa tukizingatia vile vipengele ambavyo vimewasilishwa kwenye tamasha hili la awamu ya 64 la mashindano ya kuigiza filamu na michezo yote ya sanaa katika kaunti hii ya Nyeri.